Bismillahirrahmanirrahim. Watu wengi wamekuwa wanahangaika sana kunako kujifunza graphics na kuifahamu graphics ni nini. Na kwa muda mrefu nimekuwa nikisumbuliwa sana na watu kuifahamu graphic. Jamani, graphic kuifahamu si kitu cha kuharakia sana. Hivyo inahitajia kwamba mtu aweze kuwa na soma software mbalimbali na kuzimaster vizuri. Vile vile aweze kuzichezea sana website mbalimbali ambazo zinatoa material, kufahamu sehemu ya kuchimba. Vile vile huyo ambaye anataka kujifunza hii graphics aweze kuwa ni mwenye kukesha sana. Si rahisi umelala saa 2 uweze kuifahamu graphics, kwa sababu ukitenga dakika 30 40 kufuatilia jambo fulani, mfano la logo editing, video editing kwa kila siku ndani ya mwezi mzima, kwa hiyo utakuwa umefika baadhi ya hatua au utakuwa umepiga hatua fulani katika grafiki yako ambayo unaifanya. Sasa watu wengi wamekuwa wakijiuliza ni namna gani ambavyo naweza nikaanza kujifunza graphics na nikawa ni pro kabisa, nikawa vizuri. Mimi nitakuelekeza katika pande zote, upande wa simu na upande wa kompyuta. Tukianza na simu, fahamu kwamba ukitaka kujifunza graphic, kwanza kabisa uelewe zile softwares ambazo unaenda kuzitumia. Mfano, mimi ni mbobizi sana katika kutumia Pixel Lab hii hapa kwenye simu. App nyingine ambayo huwa natumia ni Translate kwa ajili ya kunyofoa maneno kutoka kwenye picha na kadhalika, kuskani. Vile vile huwa natumia Proton Compressor. Hii ni kwa ajili ya kupunguza ule ukubwa wa MB za video. Kama video nimetengeneza na MB labda 20, naweza nikazibakiza 3. Hapa Pinterest ni sehemu ya kuchimba materials kwa mfumo wa video pamoja na audio. Hii Filmora ni kwa ajili ya kueditia video kwa kutumia hii simu. Hii Status Save ni kwa ajili tu ya kusave status nikipenda huko. Hii ni MP inaitwa A4A audio compressor, ni kwa ajili ya kupunguza ukubwa wa faili la audio. Vile vile kuna audio tag kwa ajili ya kuedit audio, na photo pair kwa ajili ya kufanya manipulation ya simu. Na kushauri sana kama unaamua kuanza kufanya graphic na unataka kuingia katika mitandao ya kijamii, kwa unatakiwa utazame mitandao ambayo ina watu wengi sana ambao wana engage katika hayo mambo ya graphic, kama vile TikTok, Instagram, upande wa YouTube na upande wa Telegram. Watu wengi sana wanakuwa na engage, na kama unataka kufanya biashara basi kuwa karibu na wateja wako kwa upande wa WhatsApp, kwa sababu ni sehemu nyepesi ambayo mtu anaweza akakufikia kwa urahisi. Vile vile utaangalia mwenyewe kama unaweza kufungua website ya kutumia kwa ajili ya content zako na kadhalika. Kwa upande wa simu nadhani itakuwa imekamilika vizuri, na unatakiwa ufahamu baadhi ya softwares ambazo ziko mbali na hii ambayo tunaita ni apps za kutumia katika kutengeneza zile designing, kwa sababu haiwezekani tu vipesi ukaanza kutumia app yoyote bila kuifahamu inakuaje, inatumikaje, au ina mifumo gani, soko lake likoje katika wale ambao wanajifunza. Kwa hiyo wewe kama wewe umeamua kuingia kujifunza graphic, kwa hiyo unatakiwa uzifahamu hizi apps kwa upande wa simu. Vile vile usisahau kwamba wewe kama ni graphic designer unatakiwa ufahamu kwamba Telegram ni moja ya platform au ni moja ya mtandao ambao unatakiwa wewe uwe na tunaita ni priority kubwa. Kwa hiyo unatakiwa uengage sana kunako matumizi ya Telegram, kwa sababu Telegram ni sehemu ambao unaweza kaweka material yako ukayapata muda wowote ambao unauhitajia. Na namna ya kuiset Telegram yako isidukuliwe tayari nimeshafundisha, tazama video kwenye channel yetu hii ya Graphics Infos huko upande wa YouTube. Vile vile kuachana na hayo mafaili, unatakiwa ufahamu namna ya kulinda akaunti zako kwa upande wa Google. Mfano kama unatumia email yako, na ndo email ambayo inatumika kwenye upande wa YouTube, kwa hiyo unatakiwa uihamu email yako, uihami isiweze kudukuliwa. Mfano mimi email yangu hii ni Maulidi Kitwala ambayo unaitumia katika graphic. Kwa hiyo ukitazama kwenye security unatakiwa your account is protected kama hapa inavyoonekana. Kwa hiyo account inakuwa tayari imeshalindwa, umeshawasha 2 steps verification, umeshaweka zile passkey zako, security code ziko vizuri. Pia vile vile unajua ni sehemu gani ambazo wewe mwenyewe zinaweza kuwa zina
zime login kwenye email yako. Kwa hiyo unafahamu kama ni computer au ni simu au ni kitu gani kime login kwenye email yako, ni vizuri zaidi. Kama unajua kama kuna sehemu ambayo email yako imelog lakini haufahamu namna ukitoa, unaweza kaja kuitoa eneo hili ili usiwe mwenye kutumika katika kifaa kingine. Na vile vile uziangalie platform ambazo wewe umeconnect kwa kutumia email yako. Kwa mfano kama hapa unaona kuna platform mbalimbali ambazo mimi email yangu imetumika ku log in. Kwa hiyo ukifahamu neno kama hili unakuwa tayari umeshajilinda kwenye upande wa kudukuliwa akaunti zako za hasa YouTube na sehemu ambazo umetumia email kufanya login. Kwa hiyo na vile vile unatakiwa kujifunza namna kulinda platform zako. Kama unatumia YouTube, unatumia TikTok, unatumia WhatsApp na kadhalika, ujue namna ya kuziprotect account zako. Kisha fahamu hivyo, itakupendeza sana wewe ambao unajifunza graphics. Vile vile tukudrop in kwenye computer unatakiwa ufahamu app mbalimbali. Kwenye simu tuliona kuna app inaitwa Proton Compressor, lakini kwenye computer inaitwa Handy Break. Hii Handy Break ni kwa ajili ya kupunguza ile ukubwa wa video kuwa MB chache. Kama ni GB 5 unaweza kubakisha MB 30, lakini quality yake kabaki ni ile ile ili uweze kumtumia mtu. Kwa upande wa WhatsApp, kwa sababu WhatsApp huwezi kutuma video ambayo ina zaidi ya GB 2 kama sijakosea. Vile vile tuna Wondershare Filmora ambao tunaifundisha katika mafunzo yetu na tunaitumia sana kwenye kueditia videos na kadhalika. Hii ni app nzuri ambayo inapatikana kwa pande zote ya simu na kompyuta. Vile vile unatakiwa ufahamu kwamba kwenye kompyuta yako unatakiwa uwe na mitandao ya kijamii. Cha kushangaza sana, kompyuta unakuta haina mitandao ya kijamii, hivyo mtu anakuwa ana access ndogo sana ya kuweza kufanya graphic. Mfano kama mimi account yangu ya Telegram iko kwenye kompyuta, ipo kwenye kompyuta hii, ipo kwenye kompyuta nyingine, pia vile vile ipo kwenye simu. Kwa hiyo ukitazama ni kwamba pande zote ambazo wewe utakuwa umeingia katika graphic, basi utajikuta upo na una hiyo app. Sasa ukituma kitu mfano kwa upande wa upande wa simu, kwa hiyo na kwenye kompyuta utakiona. Mfano kama hizi picha nilizituma kwenye upande wa simu. Hapa niko nafungua channel yetu ya mafunzo ya graphic. Hapo ukitazama nimezituma zile picha hapa, kwa hiyo utaziona na kwenye upande wa kompyuta zipo. Kwa hiyo chochote utakachotuma kwenye kompyuta na kwenye simu kitaonekana. Kwa hiyo badala ya kutumia USB unaweza kukichukua tu hapa ukakitumia. Ukiupload hapa faili lolote na kwenye kompyuta itakuja lionekane faili lile lile ambalo umeliupload kwenye simu, na kwenye kompyuta itaonekana hivyo hivyo. Kwa hiyo unakuwa ni rahisi sana. Ukiwa na WhatsApp unaweza kuwa umejoin kwenye ile magroup yako ambayo hata kwenye simu unakuwa nayo. Unaweza kutumia huko na ukatumia upande wa kwenye kompyuta. Kwa hiyo unaweza kutumia kwenye simu group yako kutuma vitu, vile vile na kwenye kompyuta yako yakawepo yale magroup ukawa unaweza kutuma vitu. Kwa hiyo kuna umuhimu sana wa kuwa na platform ya hii mitandao ya kijamii ndani ya kompyuta. Badala ya kuwa tayari kitu umeshakiedit kupitia upande wa kompyuta uanze kukihamisha kupeleka kwenye simu ndio post, itachukua muda. Kwa hiyo unaweza kupost moja kwa moja kupitia kwenye kompyuta yako, kwa sababu kompyuta yako imebeba zile channel ambazo wewe unazimiliki. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi sana. Vile vile unatakiwa uwe na ujuzi wa software nyingine za kufanyia graphic kama vile PS ambayo ni Photoshop, kuna Illustrator, kuna Premiere. Hizi ni maarufu ambazo zinatumika sana. Vile vile unaweza kuwa unatumia Photopair kwa ajili ya kufanya manipulation kama tulivyofanya kwenye simu. Vile vile Pinterest kwa ajili ya kusearch material na kuyachukua kama vile tulivyofanya kwenye simu. Vile vile kuna OBS Studio kama wewe unaamua kumfundisha mtu unaweza kutumia hii. Hii inatumika vile vile kwenda live streaming YouTube, Twitch pamoja na Facebook. Kuna mitandao mingine ambayo ina support kwa sasa. Kwa hiyo unaweza kuwa unatumia hii kwa ajili ya kurekodia darasa zako. Hata hii video ambayo unaiona hapa imerekodiwa kupitia hii OBS Studio. Ukitazama hapo utaona inafanya recording OBS Studio. Kwa hiyo unaweza kuwa na hizo. Vile vile unaweza kuwa na account ya tunaita Mediafire. Mediafire ni kwa nini tunakuwa na account ya Mediafire? Mediafire inatumika kwa ajili ya kuweka mafaili yako makubwa zaidi ya GB 10, zaidi ya GB 50. Kwa kama una faili lako unataka kumtumia mtu, ukiliupload Mediafire ukachukua link ukamtumia, yeye anaweza kudownload kwa wepesi kutumia Mediafire na akaweza kulitumia hilo file. Kwa hiyo
utaona hizo ni app ambazo mtu ambaye anajifunza graphic anakutoka aanze nazo kwa urahisi zaidi. Vile vile bila kuzisahau Microsoft, zilikuwa Word, kuna Excel, kuna PowerPoint. Hizi ni za muhimu sana kuzifahamu, kama ilivyo kwenye simu kufahamu zile app ambazo ni WPS. Mtu akaona ana ujuzi wa WPS akawa anaweza kutumia namna ya kutype na kufanyaje. Vile vile au na ujuzi wa kutumia ambao tunaita ni Word kwa upande wa kompyuta. Kwa hiyo si vile tu kwamba mtu anafahamu kutumia WPS lakini hajui kutumia Word, inakuwa ni shida. Kwa hiyo mtu ambaye anajifunza graphic anatakuwa anacheza katika maeneo. Ni kwa nini tunasema atumie Word ili Microsoft sijui WPS? Ni kwa sababu gani? Ni kwa ajili ya kujifunza vile vitu ambavyo vinahusiana na mambo ya uandishi, kama vile uandishi wa vitabu, kufundisha kupitia live, kwa sababu huwezi kufundisha kama hauna uwezo wa kutumia hizi Microsoft ambazo ni Word, Excel na PowerPoint kwa ajili ya kuprint vitabu, kuandika na kadhalika. Vile vile uko na Adobe Acrobat ambayo inatumika kwa ajili ya kuread PDF. Kwa hiyo unaweza kuwa umetengeneza PDF zako au umetumia PDF, lakini uko na Adobe Acrobat itasupport wewe kufanya vitu vingi sana kwenye ile PDF yako, kuisoma, kufundisha watu na kufanya vitu vingine. Kwa hiyo unaweza kuwa unatumia upande wa computer ambao tunaita ni Adobe Acrobat, lakini kwenye simu ukawa unatumia WPS, itakufaa sana. Vile vile usisahau kwamba hii ni channel ya Graphic Infos. Kwa hiyo wewe unatakiwa usubscribe channel yetu ili uendelee kupata masomo kama haya mepesi kabisa. Swali lolote weka chini ya comment ya video hii, na usisahau kabisa kutulaikia video hii popote pale ulipo. Utakuwa umesaidia mtu mwingine kuweza kumfikia kwa urahisi. Barakallahu fik.